Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kama klabu ya Mbeya City kiafya tuko sawasawa na tunaendelea vizuri kabisa. Tunasema asante kwa kuwa tulimaliza mchezo wetu wa jana dhidi ya Singida Black Stars tukiwa na afya njema kabisa. Hakuna mchezaji yoyote alimaliza mchezo wa jana akitoka akiwa na majeraha. Nimepokea maswali mengi sana au nimekuwa nikipokea maswali mengi sana kutoka kwa waandishi tofauti hasa yakiwa yanahusu mwenendo wa matokeo yasiyoridhisha kwenye klabu yetu sisi kama Mbeya City. Ni maswali ambayo unaona kabisa yanajenga kwa kuwa wanachokiuliza kinaendana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu yetu sisi kama klabu ya Mbeya City. Hatujawa na wakati mzuri kweli kwa upande wa matokeo, na ndio chanzo cha kuwa na maswali mengi sana kutoka kwa waandishi wa habari. Lakini sisi kama uongozi wa klabu ya Mbeya City bado tunaamini katika vitu ambavyo tunapambania ndani ya klabu yetu sisi kama management. Cha kwanza ni kupambana kuishi kwenye malengo ambayo sisi kama klabu tulikuwa tumejiwekea, kwa maana ya kusalia kwenye daraja la Premier League pasi na kucheza playoff au kushika nafasi nzuri ambazo tunaamini huenda ikawa hata 10 bora, lakini sio kushuka daraja au sio kucheza playoff. Lakini jambo la pili ni namna gani ambavyo sisi kama management, kwa sababu unavyosema unatarajia kuishi kwenye malengo ambayo umejiwekea wewe kama klabu, lazima kuna hatua ambazo utakuwa unaziishi ili kutimiza malengo yako. Sasa kati ya hatua ambazo tunaziishi ili kutimiza malengo yetu sisi kama klabu kwa upande wa management, cha kwanza ni kuhakikisha lugha inayozungumzwa kuanzia kwenye management mpaka kwenye mashabiki inakuwa ni lugha moja ambayo ni lugha ya kujenga. Lakini huwezi kuzungumza lugha ya kujenga pasina kufanya vitendo. Lugha inavyozungumzwa lazima kuna vitendo unakuwa unavifanya. Na tunafahamu mpira unahitaji mambo mengi sana. Kati ya vitendo ambavyo tunavimaanisha hapa ni pamoja na kuhakikisha baadhi ya vitu ambavyo tunaamini aidha management inatakiwa iwe navyo, au benchi la ufundi linatakiwa liwe navyo, au wachezaji wanahitaji kupata vitu fulani, au mashabiki wanahitaji kupata vitu fulani. Hivyo ndio vitu ambavyo tunaamini vitatufanya sisi tuishi kwenye malengo yetu sisi kama klabu ya Mbeya City, hasa kwa upande wa management. Lakini hivi vitu ambavyo navizungumzia na imani ni vitu ambavyo nyakati ambazo unapita unakuwa hupati matokeo mazuri, huenda ndio vikafanya sehemu ya matokeo mazuri kupatikana, kwamba usipoviishi maana yake utapata matokeo ambayo sio chanya, lakini ukiviishi unaweza ukapata matokeo chanya. Lakini tunafahamu mpira wa miguu ulivyo, au mchezo wowote ambao unakuwa na mpinzani. Maana ipo michezo ambayo unaweza kucheza wewe kama wewe, lakini ipo michezo ambayo unakuwa na mshindani. Kwa hiyo ukiishi kwenye vile vitu ambavyo wewe kama wewe na mshindani wako unajua unakwenda kupambana naye vipi, maana yake lazima utaishi kwenye malengo ambayo umejiwekea wewe kama klabu. Lakini hivi vitu tunaamini ndio vitu ambavyo kama utafuata misingi yake, kama utaviishi na imani, ndio vitakufanya wewe aidha uboreshe matokeo yako au usiboreshe matokeo yako. Na hii naizungumza kwa sababu tupo kwenye kipindi ambacho sisi hatujapata matokeo mazuri kwenye mechi za hivi karibuni. Naweza kusema almost mechi karibia 8 mpaka 9. Sasa unaona kabisa kwamba kumbe kama haujaishi kwenye hiyo misingi, maana yake umetoka kwenye misingi ambayo ulijiwekea, ambayo uliamini kwamba kama utaiishi maana yake utafanya vizuri. Lakini bado sisi kama management tunataka kuhakikisha au tunafanya jambo kuhakikisha tunaishi kwenye misingi ambayo tumejiwekea sisi kama klabu, na kwa haraka zaidi tunaamini bado kwenye misingi ambayo tulijiwekea tukiendelea kuiishi au tukiiboresha zaidi, tuna imani tutaenda kupata matokeo mazuri. Na hii ndio inaweza ikawa chagizo kubwa la kuboresha viwango vya wachezaji wetu, lakini kuendelea kuboresha ubora wa matokeo yetu ambayo tunaamini ndio yatatufanya sisi tusalie kwenye ligi. Lakini tuna imani pia hiki ambacho tunakiishi sisi kama management tunaamini kinaweza kikasaidia pia kwenye upande wa benchi la ufundi. Tunaamini pia kinaweza kikasaidia pia kwa wachezaji, lakini hata kwa mashabiki pia, kuhakikisha ni namna gani ambavyo tunapata matokeo chanya. Lakini uongozi wa klabu ya Mbeya City unafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila linalowezekana ambalo linafanyika kupata alama 3 au linawezekana sisi kusaidia kupata alama 3 kiujumla kwenye michezo tofauti. Hiki ambacho nakizungumza ni kwamba tunafahamu ni kweli mechi kadri mechi zinavyozidi kuongezeka, unavyozidi kucheza, kuna namna idadi ya michezo inazidi kupungua. Kwa hiyo kama kuna target tulikuwa tumejiwekea kwenye kushinda baadhi ya michezo
ambayo unaamini ukishinda michezo hiyo na kuweka katika sehemu salama, maana yake bado tuna nafasi. Tumecheza michezo 16 mpaka sasa tukiwa na alama 13, ingawa tupo kwenye nafasi ambayo sio ya kuridhisha, kwa maana ya nafasi ya 14, sehemu ambayo ukipata tu taarifa kwamba ligi imetamatika, maana yake upo kwenye nafasi ambayo inatakiwa ucheze playoff, na kitu ambacho sisi kama management ya klabu ya Mbeya City au uongozi kwa ujumla hatutaki tusalie kwenye ligi tukiwa tumecheza playoff. Kwa hiyo tunachokitaka sisi ni kusalia kwenye ligi tukiwa tumemaliza kwenye nafasi at least zile za 10 bora. Kwa hiyo bado klabu ya Mbeya City inaendelea kupambana, hasa kwa upande wa management, lakini ukiongozwa na walezi wa klabu hii kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya Mr. Justice Kijazi, lakini pamoja na mlezi mwingine ambaye ni meya wetu wa jiji la Mbeya, meya wetu wa jiji la Mbeya Mr. Abdul Mohamed Isa, wote wakiwa wanapambana kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa ndani ya klabu ya Mbeya City. Hawa tunafahamu ni walezi wa klabu yetu. Kwa hiyo hata wao maumivu ambayo wanayapata ni vile ambavyo itatokea klabu ya Mbeya City imeshuka daraja, kwa sababu klabu ya Mbeya City ni sehemu ya mradi wa halmashauri. Kwa hiyo kama ni sehemu ya mradi wa halmashauri, maana yake kuna namna ambavyo itakuwa haijaenda sawa sawa, kwamba mradi ambao upo ndani ya halmashauri wao ndio walezi. Maana yake timu ikishuka daraja, kuna namna mradi wao kwa upande wa klabu ya Mbeya City utakuwa umefanya nini? Umefeli. Kwa hiyo tuna imani hiki ambacho tunakipitia sasa ni sehemu ya football, na ni sehemu tunaamini sio klabu ya Mbeya City pekee ambayo imepitia kwenye maisha ya mpira. Klabu nyingi sana zinapitia kwenye maisha ya mpira, hasa kipindi kama hiki. Sio sisi tu, walipitia Manchester United, lakini walipitia Liverpool, walipitia Chelsea na klabu zingine kubwa duniani. Kwa hiyo ni sehemu ya matokeo ya mpira wa miguu, ingawa yanaumiza hasa kwa upande wa mashabiki wetu. Tuna imani hiki ambacho wanakipitia sasa ni kipindi ambacho huenda ikawa ni kwa mara ya kwanza wanakipitia kwenye klabu hii. Hawajawahi kuishi kwenye maisha haya. Tunafahamu maisha ya klabu ya Mbeya City kuanzia kwa mashabiki mpaka uongozi ni maisha ya furaha, muda mwingi huwa wanapitia. Lakini hiki ambacho tunakipitia sasa, tuna imani tunasema ni maumivu ya kila mmoja. Sio shabiki, sio management, sio wachezaji, lakini sio benchi la ufundi. Hizi sehemu zote, haya matokeo hayaridhishi, haya matokeo yanaumiza kiukweli, lakini klabu ya Mbeya City bado inapambana. Sisi kama management tunapambana kuhakikisha tunapata alama 3 au kuhakikisha tunafanya vyovyote vile klabu isalie ndani ya ligi kuu. Lakini bado tunaamini uongozi unafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila mmoja anapata stahiki zake. Wapo ambao wananiuliza maswali, changamoto inaweza ikawa labda kuna baadhi ya wachezaji hawapati stahiki zao, au wachezaji hao wote hawajapata stahiki zao. Hiki ninachokizungumza naomba nisikilizwe kwa umakini zaidi. Sisi kama klabu ya Mbeya City au management ya klabu ya Mbeya City imefanya kila jambo, inafanya kila jambo kila siku kuhakikisha mchezaji au benchi la ufundi wanapata stahiki zao. Hiki ambacho tunakipitia kwa upande wa matokeo kisihusishwe na hili jambo ambalo ninalolizungumza sasa, kwamba maybe kuna jambo fulani liko nyuma ya pazia kwamba labda wachezaji hawajapata stahiki zao. Hilo hapana kabisa. Hilo nitakataa. Naamini management imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha wachezaji wanapata stahiki zao. Kwa hiyo kwenye hili sidhani kama inaweza ikawa ni sababu kubwa ya sisi kutokupata matokeo chanya. Sababu kubwa ya kutokupata matokeo chanya tuna imani ni sehemu ya football tu ambacho tunakipitia sasa hizi. Na hii moment hakuna anayefurahia. Kwa sababu tunaamini kwenye football kuna moment mbili pekee. Ukipata matokeo chanya, moment ambayo itakuwepo ni moment ya furaha, lakini ukipata matokeo ambayo sio chanya, unaamini kabisa ndio hiki ambacho tunakipitia sasa hizi. Sasa hizi ukimfuata shabiki wa klabu ya Mbeya City, lazima utakuta ana huzuni. Ukifuata uongozi utakuta furaha imepotea, lakini wachezaji furaha imepotea, hata benchi la ufundi pia furaha imepotea. Lakini jambo kubwa ambalo sisi kama management tunalolifanya ni kuhakikisha kwa namna yoyote ile furaha inarejea ndani ya klabu ya Mbeya City. Lakini dhamira ambayo tulionayo mpaka sasa kwa upande wa mashabiki wetu ni kuhakikisha tunafanya namna yoyote ile kupambana kufanya klabu isalie ndani ya daraja la Premier League. Hiyo ndio dhamira yetu sisi kama management, kwa sababu tunaamini bado nafasi tunayo. Tumesaliwa na michezo mingi sana ambayo michezo hiyo tukisema kwamba tutafute alama ambazo tunaamini tukizijumlisha na alama tulizonazo zitatufanya tusalie kwenye daraja la Premier League. Kwa hiyo bado tunapambana kuhakikisha tunatekeleza yale au tunatimiza malengo ambayo sisi kama management tulikuwa tumejiwekea. Na hiki ambacho
nakizungumza kwenye kutimiza malengo ambayo tumejiwekea. Malengo ambayo klabu inayaweka, maana yake hata benchi la ufundi linakuwa na malengo hayo hayo, lakini hata wachezaji pia wanakuwa na malengo hayo hayo, kwa maana ya kwamba sisi kama management malengo yetu ni kusalia kwenye daraja la Premier League pasi na kucheza playoff. Hayo ndio malengo. Na ni ndani ya malengo ambayo tumejiwekea ndani ya misimu 3 mfululizo. Kwa maana ya kwamba msimu huu mara baada tu ya kurejea daraja la Premier League, malengo ya kwanza yalikuwa ni kuhakikisha tunasalia tuna maintain ndani ya daraja la Premier League, lakini malengo yanofuata kwa msimu unaofuata maana yake kusalia kwa mara nyingine, lakini kushika nafasi nzuri zaidi hata ikiwezekana kwenye 5 bora. Lakini malengo yanofuata tena kwa msimu mwingine maana yake klabu ya Mbeya City iweze kupata nafasi hata kuiwakilisha nchi yetu kwenye michuano ya kimataifa, aidha ni Confederation Cup au CAF Champions League. Lakini niweke wazi tu, hiki kipindi ambacho tunakipitia kikweli kinaumiza na hakuna anayekifurahia, kuanzia management mpaka kwa mashabiki. Hiki kipindi ni kibaya sana na tuna imani, lakini tutatoka huku tuliko sio sehemu yetu sisi. Ni sehemu ambayo sidhani kama klabu ya Mbeya City ilizoeleka kuishi kwenye haya maisha. Kwa hiyo niwaombe tu, hasa kwa upande wa mashabiki wetu sisi, mashabiki wa klabu ya Mbeya City, lakini wadau wa soka waliopo ndani ya mkoa wa Mbeya na mikoa jirani, wasikate tamaa, waendelee kuipa nguvu timu yao, waendelee kuipa support, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha klabu yetu inaishi ndani ya malengo ambayo ilijiwekea ndani ya msimu huu. Lakini bado nawasisitiza tena kwa mara nyingine, mashabiki wetu wasikate tamaa. Wajibu wao waendelee kuutekeleza, ikiwa ni sehemu ya kuisupport klabu yao kuhakikisha inafanya vizuri. Asanteni sana.